Ligi kuu soka Tanzania bara inaelekea ukingoni, upepo unavuma kwa kasi kama ligi ndio inaanza. Tunataka tuyaangaze yapi ambayo tunaenda kuyatarajia, lakini pia tunatazama vipi mwenendo wa msimu huu kuelekea msimu mpya ujao. Amri, mambo vipi? Alhamdulillah. Kwema. Namshukuru Muumba. Tumekufuata kwenye majukumu. Karibuni. Karibuni. Wageni wako tulikuwepo hapa jana, tukapishana. Muda mwingine mmekuja mida ya kazi, kwa hiyo wakati mkishafika saa 8 na nusu 9 tunajiandaa kuingia kwenye mazoezi. Sawa bwana. Mimi ningetamani kupata maoni mbalimbali. Safari hii tunaiona ligi ambayo imeanza ikiwa na mvutano mkubwa zaidi, lakini kati kama ilileta picha na kila mtu alijua nafasi yake ni ipi, wapi anapaswa apambanie, lakini safari hii tushajua nani pengine anatarajia kushuka, nani yupo wapi. Kwako wewe, mtazamo wako kiujumla, msimu huu 24-25 ilikuwa ni ligi ya namna gani ama msimu wa namna gani kwanza? Nadhani ulikuwa ni msimu mzuri kulinganisha na ushindani ambao ulionyeshwa na baadhi ya vilabu. Kulikuwa kumejigawa madaraja, kuna wale ambao walikuwa wanagombea ubingwa, kuna vilabu ambao vilikuwa vinagombea nafasi za kwenda kushiriki michuano ya kimataifa kwa maana kombe la shirikisho, lakini kuna wale ambao walikuwa wanapambana kubaki kwenye ligi, na hizo vita zimekwenda na vita ya ubingwa imebaki kwa vilabu viwili. Ushiriki wa michuano ya shirikisho kuna vilabu viwili vimeshapata, kwa maana Azam na Singida wana uhakika, lakini timu za kushuka tayari zimeshashuka timu mbili. Kwa hiyo vita iliyobaki ni vita ya nani anacheza playing off kwa ajili ya kusalia kwenye ligi. Unaweza ukaona ni ligi ya namna gani kiushindani, japo imekuwa ikigubikwa na sinema nyingi za waamuzi, ndio wamekuwa wakiwa mastaa kwa msimu huu wa maamuzi ambao wamekuwa wakiyafanya, lakini ukiangalia kiujumla kuna kuimarika kimbinu na ufundi ndani ya kiwanja kwa timu kujimarisha kwenye mabenchi ya ufundi. Mpaka sasa pengine tukisema tupate asilimia za haraka nani ambaye analeta matumaini ya kwenda kuibuka bingwa msimu huu, tunaweza tukatoa 50 kwa 50 kulingana na utofauti wa alama na michezo ambayo imesalia kwa wale wawili ambao wapo juu, ni Simba pamoja na Young Africa. Kiemba, kwako unaona unaenda kuwa msimu wa pata potea ama wa patupu kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ama kwako naye unawapa 50 kwa 50 kwa kombe hili moja lilobaki la ligi kuu? Kwa kuangalia uhalisia wa ushindani uliopo na ligi namna ambavyo inakwenda huku mwishoni, unaweza ukaona Yanga yuko kwenye nafasi kubwa ya kutetea ubingwa wake, kwa sababu tayari mpaka sasa hivi anaongoza kwa alama 1, lakini pia bado wana mchezo baina yao ambao ndio unaweza sasa ukatoa picha halisi ya bingwa wa msimu. Mchezo ambao unawezekana unasema utachezwa, lakini hakuna uhakika mpaka sasa hivi. Leo ni tarehe 5 na bado hawaoni wenyeji wa mchezo wakijihusisha na jambo lolote la kutangaza mchezo kama upo. Ni mamlaka tu ndio ambazo zimekuwa zikisisitiza kwamba mchezo upo na utachezwa. Kwa hiyo kama mchezo huo upo na utachezwa, ndio unaweza ukatoa sasa zile asilimia kutoka kwenye hizo 50 kwa 50 na kumuongezea mmoja wapo ambaye atashinda mchezo huo. Dabi inaleta maswali mengi sana. Umekuwa ni msimu ambao mwishoni hapa umeleta migogoro mbalimbali. Unaona ligi ikiisha bila ya dabi kuchezeka, na je, msimamo wa Yanga ukisema kwamba hawatopeleka timu uwanjani, unaona litaenda kuleta taswira gani katika ligi yetu? Kwanza inawezekana ligi tukamaliza ligi bila ya mchezo mmoja kuchezwa, kwa maana kwamba dabi hiyo ya Kariakoo kuchezwa, kama bado wanaosimamia mchezo wataendelea kutumia force ya kulazimisha vitu lazima vifanyike, kwa sababu mwisho wa siku Yanga wanaeleweka nini ambacho wanakidai, na baada ya hicho nadhani watakuwa tayari kucheza mchezo. Unaweza ukawaelewa Yanga kwa na hata hiki kimya ambacho kinaendelea ndicho ambacho kinawafanya watu waamini
Yaani kuna waliuliza maswali, kuna ambao tunaamini kinawezekana kimya hichi kikapelekea mechi isichezwe. Kuna ambao wanaamini inawezekana kimya hichi ni tayari Yanga wamesharejea na wanaenda kucheza mchezo huo. Kwa mimi nadhani hii nguvu ambayo inatumika kulazimisha mchezo huu lazima uchezwe ingetumika tarehe 8, leo tusingekuwa tunazungumza. Tarehe 8 si ndio itakuwa mchezo uchezwe. Kama ingetumika leo tusingekuwa huku na kulizungumzia. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na malalamiko ambayo yalilalamikiwa kama sehemu ya uvunjifu wa kanuni, na bodi pamoja na wasimamizi wengine wakakubali wakaahirisha mchezo. Baada ya kuahirishwa mchezo, amekuja Yanga naye na malalamiko yake, ambao naye kama uliamua kusikiliza yale ya mwanzo na kuahirisha mchezo, ulipaswa kusikiliza na haya na kuona namna gani unaweza sasa mkakaa mezani na kuamua. Mimi nilifikiri mpaka bodi na wasimamizi wa mchezo wanatangaza mchezo tarehe 15. Nilifikiri kama wameshasikilizana na Yanga na mwisho wa siku wakaamua kukubaliana katika kutokukubaliana. Yaani kwamba kuna wakati mnafikia tu mnasema basi mpira uchezwe, ama mambo yetu mengine tuyaache, tutashughulikia taratibu. Lakini kama hawajazungumza na Yanga ambao wao walishasisitiza kwamba mechi imekwisha na hawachezi mchezo mwingine, kuja tu na kutangaza mechi ni kutumia nguvu ambazo wakati mwingine uliamua kutumia busara toka mwanzo, unaweza ukamaliza kwa busara, then kuanzia hapo kuanza kusisitiza kwa kutumia kanuni na taratibu. Kwa sababu inaeleweka Simba wao wako tayari kucheza mechi, lakini Yanga ndo walitangaza kwamba wao mechi hiyo imeshapita na wanastahili kupata alama 3 kwa sababu mchezo wa kufanyika na wao walifuata taratibu zingine zote. Kwa hiyo kwenye ratiba yao wamebakiza mechi 2 kwenye ligi na finali ya FA. Sasa kama mtawala alipaswa kufanyaje? Kuzungumza na Yanga, kusikiliza kwa nini na ni kipi ambacho kinaweza kikaboreshwa ili mechi hiyo iweze kuchezwa. Sababu mwisho wa siku mpira lazima uchezwe na watu wengine waadhibiwa ambao walikuwa wanastahili kuadhibiwa. Je, ni nani ambaye alisababisha mchezo wa kwanza usifanyike? Kwa mujibu huo, namna ambavyo umezungumza, labda ungepewa nafasi ya kuwa nani ya mamlaka ya kutoa hukumu na suluhu ya jambo hili, ya mgogoro huu. Kwako unaona ni maamuzi gani sahihi ambayo pengine yangefuatwa, kila mtu angeona haki imetendeka na ratiba zingeendelea kama kawaida? Cha kwanza ni kusikiliza yale ambayo yanalalamikiwa na kuona kwa pamoja namna gani unaweza mkayatengeneza na kuendelea na mchezo wenyewe wa mpira wa miguu. Sababu mwisho wa siku mpira lazima uchezwe. Yaani hii kupata points za mezani, sio watu kupata points, si lengo la mchezo wenyewe. Lengo ni mchezo kuona unachezwa, kwa sababu hata waliowekeza hela zao kwa maana ya wadhamini wanataka kuona mchezo unachezwa ili na wao waweze kupata tija ya ule udhamini ambao waliufanya, tofauti na ambavyo labda sasa hivi kunaweza kukana hivyo mashaka, mechi inachezwa, mechi haichezwi. Vipi kwa wadhamini, wanabaki sehemu gani? Yaani yeye anaanzaje program za kunadi bidhaa yake kwenye mchezo huu wakati mchezo wenyewe hauna uhakika? Kuna watu wa TV rights ambao wanawezekana wakawa wanauza ile airtime ya mwezi huu kwa sababu tu ya hiyo mechi, alafu hiyo mechi haijulikani ipo au haipo. Kwa hiyo hata wateja wao nao wanavizia kuona namna gani wanaweza wakalipia hizo huduma na kuweza kutazama mchezo usiku. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa wale wahusika ambao ni bodi ya ligi na TFF walipaswa kwanza kumalizana na Yanga ndani kabla ya kuja kutangazia mechi. Kwa hiyo na sasa hivi bado wana muda, wanaweza wakawaita Yanga na kuona namna gani wanaweza wakauendea mchezo husika. Mimi naamini Yanga wako tayari kucheza mpira kwa sababu ni timu ya mpira na wale viongozi wote ni weledi kiasi cha kuona kwamba mpira unatakiwa uchezwe, lakini kwa yale ambao wanasisitiza ndio walipaswa kuwasikiliza kama wazazi na kuona huyu kijana wetu analalamikia nini. Hebu muiteni kwanza tumsikilize na tuone namna gani tunaweza tukalitatua hili tatizo. Sawa, lakini kiamba licha ya yote hayo, Yanga bado wameendelea kujinadi kwamba hata kama wakisema wapeleke timu uwanjani, Simba hana uwezo wa kusema kwamba anayo nafasi ya kuchukua alama 3 mbele ya Young Africa. Anatamba na ubora wake, anatamba na kikosi chake kutokana na mwenendo wa wekundu Msimbazi Simba vile ambavyo wamekuwa hapa katika michezo ya mwishoni.
Kiubora na kimtazamo wako, ukiangalia kikosi cha Simba, ukiangalia na Young Africa, ni kweli unamwona Yanga akiendelea kuwa favorite dhidi ya Simba hata kama wakisema wakutane? Kwa kuangalia kwa kikosi cha Simba na Yanga, kwangu mimi naona kikosi cha Yanga kwa muda ambao kimekaa na madaraja ya wachezaji ambao wako nao, bado wana kikosi imara cha kuweza kushindana na Simba kwenye mchezo husika, na kama wanaweza wakawapata wachezaji wao wote kwa asilimia ambazo daraja ambao wako nayo, basi Yanga wana nafasi kubwa zaidi ya kushinda mchezo huo kuliko Simba ambayo bado ni timu ambayo inatengenezwa. Tumeona namna ambavyo mwalimu anajaribu kutengeneza mipango imara kwa ajili ya timu kushindana, lakini wakati mwingine inaangushwa na madaraja ya mtu mmoja mmoja, na ni timu ambayo ina kikosi fulani kadogo ambako kama wanakosekana baadhi ya watu ni ngumu sana kuweza kuona wakishindana kwenye njia ile ile ambayo walikuwa wanashindana. Kwa hiyo kwa ugeni wa kikosi cha Simba na wachezaji waliopo na wenyeji wa wachezaji wa Yanga na kikosi chao, ninadhani hawakosei kujiona kama wao wako kwa nafasi nzuri zaidi ya kushinda mchezo huo. Japo mchezo wa dabi wakati mwingine huwa unategemea tu nani kiakili kwa siku hiyo amejiandaa vizuri kuliko ule ubora na madaraja ambao timu zinakuwa nazo. Ulikuwa ni miongoni mwa wachezaji, na pengine ukiuzungumza kwa experience yako ulikuwa nayo kipindi kama hichi, ukiangalia taswira ya migogoro ambayo inaendelea, wachezaji wa Simba pamoja na wachezaji wa Yanga, unahisi wanaweza kuwa na good performance pengine hata kama wakisema mechi ipangwe? Wachezaji wanaendelea na maandalizi, na bahati nzuri ni kwamba viongozi huwa wana pamoja na benchi la ufundi huwa linajiandaa kuandaa mechi husika bila kujali hizi taratibu zingine ambao sio za kwao. Mwalimu kama mwalimu na benchi lake na wachezaji wanaendelea kujiandaa na mchezo bila kujali hizi propaganda na vipi ikitokea mechi ikawepo halafu hatujajiandaa itakuwaje. Kwa sisi tunapaswa kujiandaa na kuamini kwamba mechi ipo na itachezwa. Kwa hiyo mimi sina mashaka na namna ambavyo timu zinajiandaa, kwa maana wachezaji na mabenchi yao fundi wanavyojiandaa kwa ajili ya kuendea mchezo huu, kwa sababu wao wanaamini kwamba mechi ipo, na kwa sababu ni mechi ambayo haijachezwa kama ratiba inavyoonyeshwa tarehe 15, timu zote mbili zinaweza kuwa zinajiandaa na kuachia uongozi wenyewe uendelee na harakati zao za nje ya kiwanja, lakini kwa ndani ya kiwanja timu zote mbili zinajiandaa, na ndio maana timu zote ukiziangalia bado ziko mazoezini. Yaani kama wangekuwa hawana hiyo mechi zingine zinafuata tarehe 18, huenda ungeona baada ya Eid ndio wangejikusanya kwa ajili ya mchezo huu. Lakini uwezekano wa Yanga kupokonywa namba 15 wewe unaoona? Inawezekana Yanga wakaamua kufikisha ujumbe, kwa sababu mwisho wa siku Yanga wanachojaribu ni kufikisha ujumbe kwamba kitu kinapaswa kufanywa kwa utaratibu. Kwa hiyo wanaweza wasicheze mchezo na alama 15 zinaweza zikaondolewa, lakini kama umekuwa ukifuatilia uongozi na kwa ujumla wa Yanga wamewaachia ni timu yao ambao wao wana uhuru hata wakwenda kwenye mahakama za kiraia kule na kwenda kudai haki. Wanachama na ukisema timu yao ni wanachama, kwa sababu hata wao wamekasimishwa tu uongozi, lakini uongozi ule timu ina wenyewe. Kwa hiyo wenye timu ndio sasa hivi unaona wanakuja mbele na kuzungumza, na mara nyingi wamesisitiza kwamba kama haki itakosekana kutokea kwenye michezo na zile ngazi zake, watakwenda kwenye mahakama kudai haki, kwa sababu mwisho wa siku vitu vyote hivi unavyoviona, vyama vyote vimesajiliwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu za nchi. Kwa hiyo na taratibu za nchi watafsiri wazuri wa nani anapaswa kupata nini kama haki ni mahakama, na wao wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kwamba bingwa hatotangazwa mpaka mahakama ithibitishe kwamba haki ni ya nani. Ndio ni mbali sana huko. Kwa wanachama hiyo haiwezi kuwa mbali, ni mbali kwa viongozi, kwa sababu kuna taratibu zinawabana. Ukiona limebaki kwa wanachama, ujue viongozi wanakwepa zile taratibu ambazo wao zingeweza kuwabana, kama zile kamati za maadili, lakini pia mambo ya michezo kuyapeleka kwenye mahakama za kawaida wakati kuna mahakama za kimichezo na ngazi za rufani kwa ndani ya nchi mpaka ufike kasi. Lakini hizo zote wao wanazijua, na ndio maana
utaona mara ya kwanza kabisa Yanga walienda kasi, hawakwenda mahakamani. Bali ni uongozi sasa ulienda kasi na ukarudishwa kwamba jamani, kwa sababu nyie hamna hukumu yoyote, sisi huku ni rufaa, hatufungui kesi. Kwa hiyo kesi hiyo ifungueni hapo kwenu, wakisha hukumu mtuletee sisi hiyo hukumu. Lakini na wao wakasema hawezi kufungua kesi sehemu ambao wanajua hawezi kupata haki. Mgogoro. Sawa bwana. Sawa bwana, shukrani sana. Ila mimi na swali moja tu la naweza jibu fupi sana. Nilisikia kauli yako kwamba ulitamani kumuona Simba na Yanga kukutana katika finali ya FA kutokana na haukutaka kuona tena mambo ya rotation. Hii unamaanisha kwamba hauna imani na kikosi cha Singida na tayari unaona Yanga anaenda kuibuka bingwa kwa mara nyingine katika kombe hili la FA? Ya kwa kuangalia namna ambavyo Singida wamekuwa wakishindana dhidi ya Yanga na namna ambavyo wamekuwa wakishindana na timu zingine. Kwa hiyo unaweza ukaona kama Yanga ana nafasi kubwa ya kuwa bingwa. Huenda hizi kauli ambazo tunazizungumza zikachangia kufanya mchezo wa finali kwa mzuri. Kama ambavyo tulizungumza nyakati fulani kwamba Azamu wanajiandaa sana kucheza na Yanga. Ilivyokuja mechi ya Simba kutuonesha kwamba wanajiandaa mechi zote, walipambana na wakatoa sare. Kwa hiyo huenda na Singida nao kutaka kutuonesha sisi kwamba wao wanaweza kupambana, tukapata mchezo mzuri wa finali na kila mtu akaenjoy. Japo haiwezi kuondoa kwamba nafasi kubwa ya kuwa bingwa wa FA ni Yanga. Sawa, na shukrani. Karibu. Bwana, huyo ni Amri Kiemba, nimezungumza naye hapa mtazamo wake wa michezo ambayo imesalia mpaka sasa hivi ndani ya ligi kuu soka Tanzania Bara. Mchezo ulikuwa mbele ni dabi ya Kariakoo Young Africa dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba, ambao mgogoro mkubwa ni kuhusiana na msimamo wa Young Africa kwamba hawatapeleka timu uwanjani mpaka pale ambapo mamlaka ya mpira hapa nyumbani Tanzania itakapotoa tamko ya kusimamishwa kwa mechi hiyo tarehe 8. Hayo ndio ambayo yanaendelea huko mitandaoni, lakini kuambia kwamba endelea kutufuatilia PMTV, tunaendelea kukujuza ile yote ambayo yanazidi kuchomoza katika anga la michezo. Nilikuwa nami naitwa Kaina, nilikuwa na Petro Mzigu.